Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar. Tunaendelea kuelezea ishara za nyota zetu na ndoto zetu na utatuzi sahihi. Ikiwa tuelezea kama kawaida, tumekuwa tukikumbushana na tumekuwa tunaongozana na imekuwa tunaonesha njia ni namna gani ya kupita, na hii inatusaidia zaidi kupata matumaini katika maisha yetu ya kila siku. Katika kipindi hiki cha siku mbili, tarehe 16 na tarehe 17, ishara zinaashiria kama hivi ifuatavyo. Nyota ya kondoo, hali ya afya itakusumbua zaidi, haswa kichwa na moyo. Muda huu ni mwafaka kwa kuanzisha jambo. Upande wa mahusiano, katika nyota ya kondoo unaweza kuvutiwa haraka na mtu mpya. Upande wa kipato, fursa mpya zinaweza kuonekana ghafla. Ushauri, usikimbilie mapenzi bila kumfahamu mtu vizuri. Na hili wana ashiria zaidi, ni vizuri watu wakawa wanaangalia destiny, ni ile ishara ambayo mtu anayo ya maisha yake au alivyo katika maisha yake, lakini pia kuna kujua tabia ambayo ndio zile nyota. Na hili linakuwa linasaidia kuliko mtu kusubiri wakati mambo yameharibika ndo anatafuta utatuzi, ni makosa makubwa. Nyota ya pili ambayo ni ng'ombe, jitahidi ushirikiano na wote walio karibu nao, utapata ufumbuzi wa matatizo yako yaliyopo sasa. Upande wa mahusiano, katika nyota hii ya ng'ombe utahitaji uhakika kabla ya kuanza hisia mpya. Upande wa kipato, mabadiliko madogo ya kifedha yanaweza kuanza. Ushauri, linda uthabiti wako wa kifedha. Upande wa nyota ya mapacha, utapokea habari za upendo ambazo zitakuongezea faraja. Usijisahau sana katika mipango yako, ni vizuri tukawasiliana. Mahusiano, upande wa nyota ya mapacha, mazungumzo mapya na watu wapya yataongezeka. Kipato, fikra mpya za biashara zinaweza kuanza. Ushauri, ni vizuri ukachuja taarifa zile unazopokea kabla ya kuamini kila kitu. Nyota ya 4 ni kaa, tafuta makazi mapya, tena jiwekea akiba kwa faida ambazo zitakusaidia baadaye. Tembelea rafiki zako vile utawakuta, manake utawakuta ni wagonjwa au utawakuta ni wenye huzuni. Kwa hiyo kutembelea kwako utajua hali kama hizo. Upande wa mahusiano, katika nyota hii ya kaa, hisia za ndani zinaanza kuamka upya. Upande wa kipato, matumizi ya familia yanaweza kubadilika. Ushauri, linda amani ya moyo wako. Nyota ya 5 ni nyota ya simba. Epuka starehe unazofikiria, jishughulishe kwa mipango itakayokuongezea kipato chako. Namba ya bahati kwa mwaka huu ni namba 1. Mahusiano, katika nyota hii ya simba, kuvutiwa na watu wapya kutaongezeka. Upande wa kipato, fursa za kuonyesha au za kuonekana zinaweza kuanza. Ushauri, usitawaliwe na ubinafsi uliokuwa nao. Nyota ya 6 ni mashuke, huzuni zitaongezeka, pia utazushiwa mambo ambayo si mazuri na ni vizuri kawa mvumilivu. Fikra zitazokutawala zitahusu maendeleo yako, ingawa hautofanikiwa, ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano, katika nyota hii ya mashuke, unaweza kuchambua hisia mpya sana. Upande wa kipato, kazi mpya zitaweza kuanza kidogo kidogo. Ushauri, usichambue kila kitu kupita kiasi. Mizani ni nyota ya 7. Migogoro itajitokeza kuhusu mapenzi au uhusiano, na kipindi hiki utakayempata, yani kati ya leo tarehe 16, kesho tarehe 17 na tarehe 18 kuelekea, utakayempata huyo mchumba au huyo unemtaraji kuwa naye atakuwa ni mkweli kabisa kabisa, na ni vizuri ukamwangalia kujua destiny yake na kadhalika, ukajua tabia aliyokuwa nayo. Namba ya bahati ni namba 3 au namba 6, ni vizuri tukawasiliana. Mawasiliano, mahusiano mapya au mazungumzo ya mapenzi katika nyota hii ya 7 yataanza. Upande wa kipato, ushirikiano mpya unaweza kufunguka. Ushauri, tafuta usawa kabla ya kujitoa. Upande wa nyota ya 8 ni nge, walio mbali utakutana nao. Epuka mizozo, epuka kushughulika kwa mali za rafiki zako, manake ujitahidi kutafuta wewe mwenyewe, kujiwekea mazingira yaliyokuwa ni mazuri.
makubaliano hayatopata muafaka, ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Nge, hisia kali zinaweza kuanza mapema. Kipato, fedha za pamoja zinahitaji umakini, yani ule ushirikiano. Ushauri, usifanye maamuzi kwa siri au kwa hisia pekee. Nyota ya 9 ni nyota ya Mshale, zidisha dua au maombi ili upate baraka katika mipango yako. Watu wengi upande wa dua huwa hawafuati utaratibu, au maombi huwa hawafuati utaratibu. Kwa hiyo unapofuata utaratibu utafanikiwa. Ndio tukasema baraka ni msaada wa ile dua uliomba, manake itakuletea msaada, itajibiwa. Twaib, utulivu utakusaidia kukuzidishia faraja, ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya 9, mvuto mpya au watu wa mbali wanaweza kuingia katika maisha yako. Kipato, elimu au safari inaweza kuleta fursa. Ushauri, panga kabla ya kuanza miradi mipya. Nyota ya 10 ni nyota ya Mbuzi, ukiomba cheo utapata, au ni nafasi nzuri ya kufuatilia mambo makubwa. Utaongeza umaarufu, utapata ushirikiano mzuri kwa wote utakuwa karibu nao. Upande wa mahusiano katika nyota ya Mbuzi, mvuto mpya au watu wa mbali wanaweza kuingia katika maisha yako. Upande wa kipato, elimu au safari inaweza kuleta fursa pia. Ushauri, panga kabla ya kuanza miradi mipya katika nyota ya Mbuzi. Twaib, nyota ya 11 ni nyota ya Ndoo, utafaulu mambo yako haswa ukiwa huna mikosi. Upendo utaongezeka kwa jamii na utakuwa salama sehemu utakazo kuwepo, ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano, marafiki wanaweza kuwa ni chanzo cha hisia mpya. Kipato, fikra mpya zinaweza kuanza kutoa matokeo. Ushauri, shirikisha wengine katika mawazo utakayokuwa nayo. Nyota ya mwisho ni nyota ya Samaki, utaharibikiwa mipango yako, utajihisi unyonge mkubwa. Ni vizuri kupewa ushauri wa kinyota ili hali hii isiendelee. Na pia endelea kuwa ni mwenye subra, ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano katika nyota ya Samaki, hisia za upendo na huruma zitaongezeka. Kipato, ubunifu unaweza kuanza kufungua njia mpya. Na ushauri, tumia hisia lakini baki na uhalisia. Twaib, katika haya tulioelezea ni ishara za nyota zetu ndani ya muda huu. Haya yanayoelezwa ni ya kitaalamu na yako sahihi kwa sababu yanaendana na tukio au yanaendana na uhalisia ambao unaotumika katika kupata hesabu ya kuelezea haya. Kwa utatuzi zaidi na ushauri zaidi tuwasiliane. Asanteni sana.